Habari za wakati huu, karibuni tena kwenye another webinar. So karibuni sana pia Personal Finance Hub. Tunafuraha sana leo pia tumeweza kualika Faida Fund ili waweze kuja kutuelezea kwa undani, lakini kabla ya yote nafahamu kuna wageni. So kwa majina mimi naitwa Finance Chalwe, nafanya kazi Personal Finance Hub na ni lead trainer. So Personal Finance Hub ni consultants and training company ambayo imejikita katika financial literacy. Tunafanya financial wellness programs kwenye makampuni, lakini tunatoa consultants for individuals and business as well. So karibuni sana, na bila kuchelewa ninaomba nimkaribishe mgeni wetu Bwana Pasco Masawe. Na nitaomba kabla tujaanza, naomba Bwana Masawe ujitambulishe kwa undani, na ukishamaliza kujitambulisha sasa tunaweza tukaanza interview yetu na ukatupa nini kinachoendelea huko Watumishi Housing Fund, Watumishi Housing Investment au Faida Fund in general. Naamini tutapata a very good introduction for that. Karibu sana. Asante sana dada Faye wa Personal Finance Hub. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru sana tupa fursa hii tuweze kufanya mkutano wetu jioni ya leo. Kwa jina langu ni Pascal Masawe, mimi ni mkurugenzi wa fedha na uwekezaji wa taasisi ya Watumishi Housing Investment. Taasisi ya Watumishi Housing Investment ni taasisi ambayo ipo chini ya ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Hapa tunafanya majukumu yetu ni pamoja na kuhakikisha kwamba watumishi wa umma na Watanzania wengi wanaweza kupata sehemu ya kuwekeza kwenye nyumba na pia kwenye masoko ya fedha. Kwa hiyo sasa hivi tunaendesha mifuko miwili. Mfuko wa kwanza ni mfuko wa Real Estate Investment Trust na mfuko wa pili ni huu wa Faida Fund. Na mifuko yote hii ni mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Tofauti tu ni kwamba mfuko wetu wa kwanza wa Real Estate Investment Trust ni mfuko ambao unawekeza kwenye miliki. Kwa hiyo zaidi ya 90% ya fedha zake zimewekezwa kwenye field, kwenye miliki. Na mfuko huu tayari umeshafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba makazi yanapatikana. Tumeshajenga nyumba zaidi ya 1000 na tumeshaziuza nyingine na nyingine zinapangishwa, lakini net asset value ya mfuko mpaka sasa ni bilioni 92. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa kutoka bilioni 58 ambayo ilianza miaka 10 iliyopita. Baada ya kujenga nyumba zote hizo, net asset value sasa imefika bilioni 92. Kwa hiyo mfuko wetu wa pili unatazama zaidi uwekezaji kwenye masoko ya fedha. Masoko ya fedha, na hasa ukiwa na lengo la kukuza mtaji wa mwekezaji na pia kuhakikisha kwamba mwekezaji anakuwa na anakuza ule utamaduni wa kuweka kidogo kidogo, na hasa tunataka kuhakikisha kwamba mtu anapoishi na anapoendelea na maisha yake anakuwa na utajiri wa kutosha kuendesha maisha yake. Kwa hiyo mfuko huu unalenga kukuza mtaji, na wale ambao watapata fedha za kutosha basi wanaweza pia kutumia fedha hizo kujipatia makazi bora na ya gharama nafuu kutoka Watumishi Housing Investments. Kwa hiyo mifuko yote hii miwili na net asset value ya mfuko wa Faida mpaka sasa umeshafika bilioni 1.5. Kwa hiyo ukiangalia tuna total assets au net asset value ya mifuko yetu miwili na karibia bilioni 150. Kwa hiyo tayari taasisi inaonyesha kwamba naendesha vizuri mifuko na wawekezaji wetu wanafaika sana na mifuko hii. Kwa hiyo siku ya leo tunapenda kushirikiana na Personal Finance Hub ili tuweze kutoa elimu zaidi kuhusu uwekezaji wa pamoja, na wakati huo tuweze kuangalia kwa undani taarifa ya mwaka hasa ya mfuko wa Faida. Asante. Asante sana kwa introduction nzuri. Ndugu wasikilizaji, kama alivyosema CFO kwamba kuna mifuko miwili, naomba mzingatie hilo. Mifuko mmoja ni wa rate ambao umebase kwenye real asset
real estate na vile vile wana mfuko wa faida fund. So nashukuru sana kwa hii introduction. Labda kwa watu ambao ni wapya kabisa, nafahamu kwamba kesho ni annual general meeting mnategemea kuifanya pale PSSF kule karibu na Mlimani City, si ndio? Ndio. Yes. So kwenda huko tunatamani kupata taarifa performance ya mfuko, ila kabla hatujaenda huko natamani pia watazamaji au wasikilizaji wajue, kwa wale wapya kabisa, wajue mfuko wa faida fund ni nini hasa, unafanyaje kazi, una manufaa gani kwa mwekezaji, rates zake zikoje, na anafanyaje na ili aanze kuwekeza. Karibu. Asante. Nashukuru kwa swali hilo, kuelezea kwa zaidi kuhusu mfuko wa faida. Kama nilivyosema toka awali, mfuko wa faida ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja na malengo yake ni mawili tu. Lengo la kwanza kama nilivyosema ni kukuza mtaji wa mwekezaji. Kwa hiyo kazi yetu ya kwanza kabisa ni hiyo, kuhakikisha kama mfuko unakuza huo mtaji. Na lengo la pili ni kuhakikisha kwamba tunakuza utamaduni wa kuwekeza kidogo kidogo. Sasa tunafikiaje hayo malengo? Kitu cha kwanza tumehakikisha kwamba tunarahisisha sana usajili wa watumishi au wawekezaji kwa ujumla wake. Wawekezaji wakitaka kujiunga na mfuko wanaweza kutumia mtandao kwa kutumia simu au kompyuta. Kwa hiyo wakishaingia tu kwenye website, kwenye ile menu ya first.whi.go.tz unaweza kujiunga moja kwa moja kupitia mtandao. Na pia wale ambao hawana internet wanaweza pia kutumia USSD code ya *152*00# alafu wanachagua namba moja ya malipo, baadaye namba 6 WHI, alafu wakienda watakutana na mfuko wa faida na pale watajisajili kwa kufuata maelekezo mafupi. Na kikubwa kwenye mfuko huu ni kwamba mtu anapojisajili anapata payment control number au namba maalum ya malipo, na namba hii inatolewa na mfumo wa GPG. Kwa hiyo mfuko wetu umeunganishwa moja kwa moja na mfumo wa malipo serikalini, na malengo ya kuunganisha mfumo huu na mfumo wa malipo serikalini ni mawili. Moja, kuhakikisha kwamba gharama za uwekezaji zinakuwa nafuu kwa mwekezaji. Tukumbuke kwamba mfuko wa faida unalenga watu wenye kipato cha chini, cha kati na cha juu. Kwa hiyo wale wenye kipato cha chini na cha kati mara nyingi wanapenda kuwekeza kidogo kidogo, na ili tuweze kukuza ule utamaduni lazima tuwavutie kuweka kidogo kidogo kutokana na jinsi wanavyopata vipato vyao. Sasa ili kufikia hiyo azma ya kuwekeza kidogo kidogo, pia zile gharama za uwekezaji tunataka ziwe chini. Kwa maneno mengine, ili gharama ziwe chini, basi lazima tuwe na mfumo ambao unaweza kuweka gharama za chini, na mojawapo ya mfumo huo basi tumia mfumo wa malipo serikalini. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukitumia hiyo control number huwa haibadiliki. Kwa hiyo kila mara unapopata kiasi kidogo cha fedha kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea, kwa wale ambao wanaingia mara ya kwanza wanaweza kuwekeza shilingi 10,000 na kuendelea, na subsequent investments ni shilingi 5,000 na kuendelea. Kwa hiyo viwango hivi tumeweka vya chini sana, ili mtu anayeanza na kipato chake cha chini awe na uwezo wa kuwekeza mara kwa mara, na yule mwenye nyingi basi atawekeza mara chache, lakini wote kwa ujumla, kwa sababu ya kutumia hii control number, gharama zake za uwekezaji zitakuwa nafuu sana na kama sio bure. Sasa hilo lengo la kwanza. La pili ni utambuzi wa miamala. Samahani Mr. Masawe, kwa hiyo Naam. kwa ajili ya wekezaji, kwa hiyo control number ndio account number yake kwa kifupi. Kwa kifupi ndio account number yake ambayo ataitumia kwa ajili ya kuwekeza. Ingawaje pia atatumia control number, account number, lakini kwa kuwekeza basi anakuwa anatumia control number muda wote. Haibadiliki na inaweza kutumika kwenye mtandao wa aina yoyote na benki yoyote ile, anaweza kutumia hiyo control number transfer uwekezaji wake. Yes, unaweza kuendelea. Kwa hiyo na sababu ya pili ya kutumia hiyo control number, kama nilivyokuwa nimeanza kusema, ni utambuzi wa miamala. Miamala inatambulika haraka sana kwa kutumia mfumo wa GPG. Kwa hiyo mwekezaji anapowekeza kwenye hiyo kwa kutumia hiyo control number,
kwa kupitia mtandao wowote. Mfumo wetu wa usimamizi wa mfuko unapata taarifa muda huo huo, na yeye anapata taarifa muda ule ule kwamba fedha imefika ilipokuwa inatakiwa. Kwa hiyo anatujua kwamba zimeshapokelewa, na siku hiyo hiyo tuna uwezo wa kutoa vipande baada ya muda wa kazi kuisha. Kwa hiyo miamala inatambulika haraka na vipande vinapatikana kwa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo kuanzia siku inayofuata ya kazi, mwekezaji anaanza kupata faida mara moja, tofauti na kama tusije kuwa na mfumo wa efficiency namna hiyo, basi watu wengine wangeweza kuchukua hata siku 3, siku 4, siku 5 kuweza kupata vipande, lakini sisi siku hiyo hiyo unapata vipande, na ina maana tayari faida unaanza kuipata siku inayofuata. Kwa hiyo mfuko unakaribisha makundi yote ya wawekezaji, kuanzia watoto, watu binafsi, taasisi na mashirika mbalimbali na ya kiserikali na sio ya kiserikali. Kwa hiyo mfuko ni wa watu wote walioko ndani ya nchi na nje ya nchi, na mpaka sasa mfuko unaendeshwa na mfumo ambao umeunganishwa na mifumo mingine mbalimbali, kama nilivyosema, kwanza umeunganishwa na GPG, umeunganishwa pia na custodian benki. Kwa mfano benki ile ambayo inasimamia mfuko ambayo ni benki ya CRDB, basi akaunti zake zimeunganishwa na mfumo wetu wa uendeshaji, na lengo ni moja, ni kwamba kitu cha kwanza, mapato ya uwekezaji yaweze kufika kwenye mfumo instantly, na pia cha pili, wakati wa kuuza vipande pia mfuko unaruhusu kuuza vipande, na vipande vinauzwa baada ya siku 90. Unaweza kuuza baada ya siku 90 tangu ulipowekeza hapo mara ya kwanza. Sasa ukitaka kuuza vipande unatakiwa ulipwe ndani ya siku 3. Sasa kuhakikisha kwamba tunatimiza hilo lengo, tumeunganisha mfumo wetu na mfumo wa malipo wa malipo wa benki ya CRDB, yani custodian bank. Kwa hiyo ile payment portal ya CRDB, basi tunaunganisha na mfumo wetu wa malipo mfumo wetu wa uendeshaji. Sasa hii inasaidia kwamba mwekezaji anapoomba hela, siku hiyo hiyo anaweza kupata message kwamba fedha tayari vipande vyake vimeuzwa, na kuanzia muda wote ule, kuanzia muda huo anaweza kulipa hela yake bila kucheleweshwa sana. Kwa hiyo muunganisho wa kwanza. Muunganisho mwingine ambao tumefanya na mfumo wetu ni kwa wale watumishi ambao wanafanya kazi serikalini na wanapenda kuwekeza kila mwezi. Tumeunganisha na, na, na dirisha lile la watumishi poto. Sasa ndani ya watumishi poto kuna madirisha mbalimbali kule, kuna sehemu ya kupatia pasara slip, watu wanajaza pia taarifa zao za utendaji pale, mabenki mbalimbali wanatolea mikopo kupitia pale. Basi na sisi Faida Fund hatukurudi nyuma, tumepeleka dirisha linaitwa e-wekeza, tumeliunganisha na mfumo wetu. Kwa hiyo moja kwa moja mtumishi anayefanya kazi serikalini anaweza kuwekeza kupitia mshahara wake kila mwezi bila shida yoyote, na usajili unafanikia pale pale kwenye watumishi poto, kwenye ile dirisha dogo la e-wekeza. Kwa hiyo tumefanya hiyo integration kwa kupitia ule mfumo wa mkubwa ambao unaunganisha mifumo yote ya serikali ili iweze kuzungumza. Kwa hiyo na mfumo wetu pia umeunganishwa kule. Pia tumeunganisha na mifumo ya malipo malipo ya kimataifa. Kwa hiyo mwekezaji akiwa ndani na nje ya nchi anaweza kuwekeza kwa kutumia kadi za Visa card, Mastercard pamoja na American Express. Akiwa popote duniani anaweza kuwekeza kwa kupitia ePay. Kitu ambacho anafanya tu ni kuhakikisha kwamba amejiwekea bili ya kiasi ambacho anataka kuwekeza kupitia kwenye akaunti yake. Kama anataka kuwekeza kwa mfano milioni 1 ya Kitanzania, basi anaweza kuweka hiyo bili ya milioni 1 alafu akailipa kwa currency yoyote duniani ambayo inapita, ama Visa card au Mastercard au American Express. Na muda huo huo mfumo wetu unafanya utambuzi kwa T+1. Kwa hiyo kama amewekeza leo, haitazidi siku moja atakuwa amepata muamala, kwa sababu ni muamala wa kimataifa. Kwa hiyo imefanyika, na kwa hiyo tumejitahidi kuhakikisha kwamba popote alipo anaweza kukutana na mfuko wa Faida Fund kwa ajili ya kuwekeza. Sasa kwenye upande wa mwekezaji mwenyewe, personal profile zake, na mwekezaji ana uwezo wa kuangalia akaunti yake moja kwa moja. Huu ni mfuko ambao nadhani kati ya mifuko mingi ambayo imeanzishwa Tanzania, huu nadhani utakuwa mfuko wa kwanza kwa transparency. Transparency inamaanisha kwamba wazi, mtu anaweza kuingia kwenye akaunti yake mwenyewe
akaona miamala yake yote ambayo anawekeza na ile ambayo kama ameuza vipande, na pia ana uwezo wa kuweka taarifa zake zote za msingi kwenye akaunti yake. Vile vile tunatoa fursa ya mtu kuweka kwenye profile yake watu ambao wanapewa taarifa pale ambapo kunatokea tatizo la mwekezaji, na vile vile pia warithi wanaweza kuandika pale kwenye profile yake, na muda wowote akitaka kubadilisha pia anaweza kubadilisha hizo taarifa kutokana na matakwa yake ambayo anaona yeye anahitaji. Kwa hiyo mfuko unajitahidi sana kuhakikisha kwamba mfumo wetu unakuwa rafiki kwa wale wawekezaji. Nadhani kwa kifupi hiyo ndio Faida Fund. Pale ambapo mtauliza maswali basi nitaanza kuendelea kuelezea. Yes, asante sana kwa maelezo mazuri ambayo yamekuwa na taarifa ya kutosha kabisa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kama hauna akaunti ya uwekezaji, kwanza akaunti ya kwanza kabisa unaotakiwa kuwa nayo ni akaunti ya benki. Alafu akaunti ya pili unapaswa kuwa nayo ni akaunti ya mfuko wa uwekezaji. Yaani kama hauna, huu ni muda mzuri sana wa kufungua account na ukaanza kujifunza kuwekeza. Maana huku ni kuwekeza, lakini pia you save for investing. So karibu sana, lakini pia naomba nijitambulishe au tujitambulishe kwamba Personal Finance Hub ni wakala wa Faida Fund. Kwa kama utashindwa kuingia kwenye website au ukataka mwongozo zaidi, sisi Personal Finance Hub tunaweza kufungulia account ya Faida Fund, na tuna wawekezaji wazuri tu tayari, portfolio tunayo kubwa. Kwa hiyo karibu sana. Ukihitaji kuwekeza unaweza tu kutupigia simu au ukatutumia WhatsApp, tutakutumia link ili uweze kufungua akaunti yako. So kwa ajili ya kuelewa swali la mwisho, nafikiri kwenye upande wa Faida Fund, kabla tujaenda kwenye taarifa, mwekezaji anaweza kawa anajiuliza hapa, Faida Fund hivi wanawekeza wapi? Sera yao ikoje? Tusaidie kidogo hapo, Mr. Masawe. Naam, asante sana. Kweli kwenye unapowekeza fedha inategemea pia, ili upate faida nzuri inategemea sana fedha hizo zinawekezwa wapi. Na kwa mfuko wa Faida tuna sera nzuri sana ya uwekezaji ambayo inatuongoza katika kuhakikisha kwamba fedha za wawekezaji wa Faida Fund zinawekezwa sehemu sahihi. Na moja ya kipengele cha hiyo sera tunasema kwamba fedha za uwekezaji zihakikishwe zinawekezwa kwenye maeneo ambayo si hatarishi kiuwekezaji, kwa maana kwamba imekataza kuwekeza kwenye risky investment areas. Na nikisema risky au maeneo hatarishi ya kiuwekezaji, namaanisha zile fursa za uwekezaji ambazo unaweza ukapoteza hela au hela zikapungua au ghafla zikapanda sana. Kwa mfano, ukiwekeza kwenye hisa za makampuni, kuna makampuni yanafanya vizuri na pia kuna makampuni yanafanya vibaya, na hata yale yanayofanya vizuri na wakati pia yanafanya vibaya. Kwa hiyo mapato yake yanakwenda juu na chini, na wakati mwingine yanaenda chini sana, hasa ikitokea matatizo. Lakini kwa hiyo sera imekataza kuwekeza maeneo hayo. Kwa hiyo lakini pia kuishi hapo, ikaelekeza tuwekeze kwenye maeneo ambayo yana uhakika wa mapato. Na nikisema uhakika kwa Kiingereza ningesema fixed income securities. Kwa hiyo fixed income securities tunazungumzia kwa mfano hati fungani za serikali na za makampuni. Makampuni ni yale reputable ambayo wanatoa hati fungani za kuanzia miaka 2 na kuendelea. Kwa hiyo hizo hati fungani za serikali na za makampuni zina mapato ya uhakika. Na vile vile tunawekeza kwenye amana za muda mfupi na za muda wakati na muda mrefu za mabenki. Nikisema amana za muda mfupi, kuna mfano kuna call account na nyingine za muda maalum kama fixed deposits, na pia tunawekeza kwenye masoko ya fedha, kwa mfano maeneo ya uwekezaji wa pamoja pia tunawekeza kule. Sasa haya yote niliyoyataja tunapata mapato ya uhakika. Kishaingia mkataba na benki kwamba ni fixed deposit au kwenye hiyo amana za muda maalum, labda mwaka mmoja, utapata labda 13%, inakuwa ni hiyo 13% kwa mwaka mzima. Na ukisema labda ni bondi umenunua
ambayo inatoa coupon rate labda ya 15.45 kwa miaka 20 ijayo, haibadiliki, itakuwa ni hiyo hiyo. Kwa hiyo mapato haya aina hii, uwekezaji wa aina hii unakuwa una uhakika sana, na kwa sababu hiyo eh, utakapoanza kuzungumza kuhusu ufanisi wa mfuko, mtaona mfuko wa faida ulipoanza hadi sasa hivi mapato yake yanaongezeka tu. Na sio hivyo tu, sera ya uwekezaji pia imeelekeza kwamba uweke kiasi kikubwa cha uwekezaji zaidi ya 60% kwenye uwekezaji wa muda mrefu, kwa maana kwamba ule una mapato makubwa zaidi, na chini ya 40% basi iwekeze kwenye masoko ya fedha. Kwa nini huo uwiano? Moja ni hiyo, kama nilivyosema, unaongeza mapato yanakuwa mengi zaidi, alafu na chini ya 40% ni kwa sababu tuhakikishe kwamba pia mwekezaji anapohitaji kuchukua hela zake pia tuwe na sehemu ya kuchukulia, kwa sababu tusio tumewekeza hela zote kwenye eh, eh, uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo kwa uwiano sasa, meneja anapewa nafasi kwamba ahakikishe zaidi ya 60% imewekeza kwenye hizo sehemu ambazo za muda mrefu. Na kwa maana ya faida fund, mtakapoona hata wale ambao mtafika kwenye mtakapoona hiyo taarifa ya mwaka, utaona zaidi ya 60% imewekeza kwenye hizi uwekezaji wa muda mrefu ambao mapato yake ni ya uhakika, na kwa sababu hiyo faida imekuwa kubwa, na chini ya 90% basi imewekeza kwenye masoko ya fedha. Kwa hiyo fedha za wawekezaji zimewekezwa sehemu salama ambazo tuna uhakika wa mapato. Asante sana kwa huo mchanganuo. Kwa hiyo 60% inaenda kwenye uwekezaji wa muda mrefu na 40% inaenda kwenye uwekezaji wa muda mfupi, yani hatifungani zile za muda mfupi na fixed deposit. Imeeleweka sana. Sasa swali la mwisho kwenye eneo la faida fund, kwenye eneo la ufunguaji wa account na uelewa wa mwekezaji kwenye product. Je, mfuko wa faida fund nafahamu kwamba sasa hivi mnatoa rate ya 13.9%. Sasa mwekezaji anaweza akawa anajiuliza atakuwa anapata 13 rate ya 13.9 tu au kuna kitu kingine cha ziada ambacho anatakiwa kukijua? Karibu. Asante. Mfuko wa faida, mbali na pato shindani sokoni, tunaposema shindani ni pale ambapo tunatoa pato ambalo hata uwekezaji wa aina hiyo hiyo kwa sehemu zingine unakuta uko shindani, kwa maana kwamba sisi tuko vizuri kwenye soko. Lakini sio hivyo tu, kuna manufaa mengi tu ambayo mwekezaji akiwekeza faida fund anayapata. Moja, ile return au ile pato analolipata la 13% na zaidi halikati kodi, na hii sio kwa faida fund tu, ni mifuko yote ya uwekezaji wa pamoja. Mapato yake hayakati kodi ya zuio. Hii inamaanisha withholding tax. Kwa hiyo kuna hiyo faida kubwa tu ambayo mtu anapata akiwekeza kwenye mfuko wa faida. Kwa hiyo hela yako ukipata faida hata kama ni milioni 1 unachukua yote. Alafu faida nyingine ambayo unapata ukiwekeza kwenye mfuko wa faida, unaweza kutumia vipande vyako kama dhamana ya mkopo. Sisi tunatoa fursa kwa wale ambao wanataka kuhakikisha uwekezaji wao waliowekeza kwenye mfuko unaendelea kuwepo, lakini at the same time anahitaji dhamana apate mkopo afanye maendeleo mengine, kwa mfano kujenga nyumba au kama ananunua labda gari au nini. Sasa kule benki wakihitaji guarantee basi au dhamana, anaweza kutumia vipande vyake kama dhamana, na sisi tumefanya hiyo njia iwe rahisi kabisa. Mtu ataomba hiyo dhamana kupitia akaunti yake moja kwa moja. Kule kuna loan guarantee module iko imewekwa pale tayari. Kwa hiyo ni yeye kunegotiate na benki, akishakubaliana terms anaingia tu kwenye mfumo wa akaunti yake, ana attach ile offer ya benki, na pale pale ata download ile form. Sasa hivi tumeboresha mfumo, ana download pale pale. Mwanzoni ilikuwa lazima itafute kwenye website ya benki kuu au benki wampatie ile form, lakini sasa hivi tumerahisisha, anaikuta pale pale ile form, ana download, anajaza, ana attach pale, basi sisi tunaitumia, tunasubmit benki, na tayari tunatoa guarantee ya vipande na mkopo unatoka. Na mkopo ukiexpire au kiisha, basi anairudi tena kwenye account pale, ana terminate, ana request to terminate. Kwa hiyo tunaweza ku release vipande vyake ambavyo vimeshikiliwa kama dhamana, na manufaa hiyo ni kwamba ataendelea kupata faida
ya uwekezaji wake bila kusumbuliwa na huo mkopo. Kwa hiyo mkopo atalipa kwa njia nyingine, lakini pia atapata faida. Na faida nyingine ya kuwa na akaunti kuwa na kuwekeza faida fund ni kwamba unaweza pia sio kukopa tu kwenye benki, unaweza pia kukopa kwa mwajiri na tukampa guarantee. Siku hizi tunatoa institutional guarantee, sio benki tu peke yake. Kwa hiyo tunatumia the same methodology ile ambayo benki wanaitumia, na mwajiri wako kama anataka guarantee ya kukopesha, basi anaweza kaipata kwetu. Wengi wanadhani kwamba labda mwajiri hahitaji guarantee kwa sababu ana mshahara wako. Hapana, anahitaji. Kwa nini anahitaji? Anahitaji kwa sababu kuna wakati mwingine anahitaji kukupa fedha nyingi. Kwa mfano anataka kukupa milioni 50, milioni 100, milioni 200, na waajiri wako tayari kutoa hizo hela, lakini wasiwasi ni kwamba pata tatizo huko mbele anazirecover vipi hizo hela. Kwa hiyo kama utawekeza zile fedha na sisi faida fund, basi tunampa guarantee kwamba in case of anything fedha zake za mwajiri ziko salama. Na kwa hiyo tunatoa, na tayari kuna taasisi ambazo zimeshaanza kujitokeza kuanza kutumia hiyo huduma ya huko. Kwa hiyo kuna manufaa mengi ya kuwa na akaunti ya faida fund. Kwa maelezo yao mazuri, kwa kweli wawekezaji tuna fursa nyingi sana. Vipande vyako ni garanti yako ya kuweza kukupa fursa ya kukopa na kuzidi kufanya uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kweli niwapongeze sana Watumishi Housing Investment kama fund manager faida fund kwa hizo initiatives za kutoa guarantee kwa kupitia benki, lakini hata nyinyi wenyewe mnampa guarantee mwekezaji aweze. Kwa kweli ni fursa kubwa sana na nadhani watu wengi hawaifahamu. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii mwekezaji kuendelea kuwekeza ili uweze kuendelea unaweza ukatumia vipande vyako ili uweze kupata manufaa zaidi. Sasa tukienda kwenye kati ya pili au sehemu ya pili ya huu mjadala ambao umetuweka leo kuhusu taarifa ya mfuko kwa mwaka 2025 na kesho ni AGM. Hii imekaa kwa kweli niseme mkutano wa mwaka huu ni wa 3 sasa tunafanya mkutano wa 3 wa mwaka, na mkutano huu umepangwa pale Ubungo, sababu unajua kuna ile jengo la PSSF, wanasema PSSF complex pale, business complex pale, ndio pale mkutano mkuu utafanyikia. Kwa hiyo mkutano huu umeandaliwa pale kesho kuanzia saa 2. Tunawakaribisha wale wawekezaji wote ambao wamewekeza na wale ambao wanapenda kuja hata kama hajawekeza lakini amewahi kujiunga na mfuko lakini hajawekeza, naye anaalikwa. Tunaalika na wale ambao wanaifahamu faida fund lakini hawajawahi kuwekeza wala kujiunga, na wenyewe waje wajionee wenyewe mkutano unavyoendeshwa na wafahamu zaidi kuhusu mfuko ili waweze kufanya maamuzi ya kuwekeza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana pale Ubungo kesho kuanzia saa 3. Ni pale PSSF Commercial Complex ambayo iko opposite na zile hostels za Magufuli. Na hii AGM ya mwaka huu tumeipanga kitofauti kidogo. AGM hii ina mambo mawili au ina jambo moja la pekee ambalo tunalifanya. Tumemwalika Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Tumemwalika huyu kiongozi ili aweze kufika, aweze kufungulia ule mkutano, lakini zaidi ya kufungulia aweze pia kuhamasisha umma wa Tanzania waweze kuhamasika kuwekeza kwenye mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja. Tunafahamu kwamba mifuko hii inaenda vizuri kama mtakavyoona kwenye taarifa zetu, lakini tunafahamu Watanzania wengi hawajapata elimu na kuweza kuwekeza. Wengi tu wana akaunti zao benki lakini hawajajua kwamba fedha zile zikiwekezwa zinaongeza thamani na pia wanakuza vipato vyao. Kwa hiyo tunataka aje atusaidie kuhamasisha. Kwa hiyo atakuwepo kesho pale, na tunawakaribisha wengi, na wengine watakaojiunga online basi waweze kumsikiliza, na sisi wengine tutakuwa tunafanya ile kazi ambayo tutakuwa tunatakiwa kufanyika pale. Labda kwa jumla tu nielezee kwamba AGM, umuhimu wa AGM ni nini na watu watarajie nini kwenye ile AGM kabla tuenda kwenye taarifa yenyewe, sababu mkutano mkuu wa mwaka unapoandaliwa
moja ya kinachowasilishwa pale ni taarifa, lakini umuhimu wake ukoje? Kwa kweli AGM ni takwa la kisheria. Kwa wale ambao wamewekeza, sheria inatudai lazima tuandae mkutano wa mwaka kwa ajili ya wale waliowekeza, na hii inaongeza uwazi zaidi kwa uendeshaji wa mfuko. Watu wanapata fursa ya kuonana na meneja wao. Kuna watu wanasikia watumishi housing, lakini hawajawahi kujua watumishi wa housing investments hao wanaoiendesha au wanaosimamia ni watu gani na wanafanyaje kazi. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza kupata uwazi wa kila kitu. Kwa hiyo watapata kuonana na meneja wao ambaye ni watumishi housing investment. Alafu pia viongozi mbalimbali walioalikwa kwenye taasisi za wadau. Wale wadau, kuna wadau wa kisheria na wadau wengine ambao ni muhimu tu kwenye uendeshaji wa mfuko. Mfano tuanze na hao wadau wa kisheria. Mdau wa kwanza kama nilivyosema ni housing investment ambaye ni meneja, ambaye ndio anafanya kazi za kila siku za kuendesha mfuko. Alafu mdau mwingine mkubwa kabisa ni msimamizi wa mfuko. CMSA, mamlaka ya soko ya mitaji na dhamana. Kwa hiyo na yeye atatuma mwakilishi wake pale, atakuwepo kwenye huo mkutano, na yeye ataweza kuzungumza pia na wawekezaji ili kuonyesha kwamba anafahamu kinachofanyika kwenye mfuko, na kazi yake ni kuhakikisha kwamba haki za wawekezaji zinatekelezwa na meneja na wale wadau wengine kama benki. Na mdau mwingine ni custodian ambaye tunamuita ni mwangalizi wa mfuko. Custodian, fund custodian. Sasa custodian kazi yake ni kazi yake hasa kubwa ni kutunza amana za mfuko. Fedha zote zinazowekezwa zinaenda kwa CRDB, benki ya CRDB. Yeye ndio anaangalia mwenendo wa zile hela zinazoingia na zinazotoka, na hata tunapowekeza yeye anapitisha, ndio zinapita kwake. Kwa hiyo watumishi housing kama meneja, yeye akae na fedha zinakaa kwa mwangalizi ambaye ni benki ya CRDB ya mfuko, na fedha zote hata kama zitapitia kwenye miamala ya simu au kwenye mabenki mengine, zote lazima ziende kwa mwangalizi. Sasa yeye atakuwepo mwenyewe aje azungumze na wawekezaji peke yake kwamba fedha zile anazitunza salama na ziko salama, na kuhakikisha watu kwamba hakuna tatizo lolote kuhusu uwekezaji wao. Kwa hiyo hilo jambo muhimu sana, watu wawekezaji wafike au kae online wawasikilize wenyewe. Na mdau mwingine kubwa pia ni kaguzi. Mfuko huu unakaguliwa kisheria, kwa hiyo mkaguzi naye atafika, naye atatoa taarifa yake ya ukaguzi. Yeye kama yeye atazungumza na wawekezaji moja kwa moja. Wale watakao kuwepo watamuona moja kwa moja, na wale ambao wako online watamsikia. Atatoa taarifa yake ya ukaguzi, ataeleza alichokiona, kama kama mfuko unaendeshwa vizuri, yeye ataelezea pia. Sasa baada ya hao tamsikia pia kama of course manager, yeye atatoa taarifa zake nyingi, akianzia na mwenyekiti wa bodi ya watumishi housing. Bodi ya watumishi housing inaendeshwa na bodi, na juu yake inasimamiwa pia na ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Kwa hiyo tutarajia pia mbali na kuwa na mheshimiwa waziri pale, tutamtarajia pia katibu mkuu au mwakilishi wake aweze kufika pale, kwa sababu taasisi hii ndio ambayo iko chini yake na anaisimamia yeye. Kwa hiyo tunaweza tukakuta au viongozi wa aina hiyo ambao watakuwepo, na meneja atawasilishwa na mwenyekiti wa bodi, na mkurugenzi mtendaji atakuwepo naye atazungumza, na pia tutasikia sasa taarifa kutoka kwa watendaji. Kwa mfano, mkurugenzi wa fedha atatoa taarifa ya fedha, na mkurugenzi wa uwekezaji naye atatoa taarifa ya mwenendo wa uwekezaji unavyoendelea na mfuko. Kwa hiyo tutaweza kupata wawekezaji wanaweza kupata hizo taarifa na kuona mwendeshaji wa mfuko, na vile vile wawekezaji wanapata fursa sasa ya kuhoji yale ambayo wanafikiri kwamba yanahitaji marekebisho, na pia kutoa maoni ya maboresho. Na pale ambapo kama kwa mfano mkutano wa pili kuna maelekezo walitoa, basi taarifa itatolewa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yatatendeka kwenye ile mkutano, na yanaweza kuwasaidia kufahamu uendeshaji wa mfuko, na pia kusaidia katika kuboresha mifumo yake, na pia kutoa elimu. Kwa pia siku ya AGM pia ni kutoa elimu. Tutazungumza pia maboresho yaliyofanyika kwenye mkutano pale ambapo wawekezaji wanapata labda changamoto mbalimbali. Tutaelezea maboresho ambayo yameshafanyika, na ni kupitia mikutano hiyo tumekuwa tunapata maoni, alafu tunaenda kuboresha mifumo yetu.
Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yatatendeka. Mbali na hilo pia tusisahau kusema kwamba baada ya yote hayo tutakuwa na chakula kitamu sana cha mchana. Kwa hiyo tunawakaribisha wale ambao watakuwepo waweze pia kushirikiana na sisi kupata chakula cha mchana kwa pamoja pale. Kwa hiyo ni mkutano ambao kwa kweli ningewashawishi wengi wasikose kufika. Asante sana. Sasa tukirudi kwenye taarifa ya mfuko in general, unaweza ukatupa hata kidogo hints performance ikoje? Ehe, sawa Ehe, sawa. labda Basi ya kabla hujajibu, umesema hii ni annual general meeting. ya tatu Tulianza na kipande chingapi na leo kipande ehe, kwa thamani gani? tulipoanza mwaka 2023 Januari, kipande kilikuwa shilingi 100. Ehe. Kwa hiyo tumeendelea AGM ya kwanza, AGM ya pili, hii ni AGM ya tatu. Sasa AGM ya tatu kipande sasa hivi kimefika shilingi 130 kwa AGM hii ni milioni 132.67 kwa hii AGM ambayo inaishia Juni 2025. Lakini ukiniuliza leo hii tunapoongea na wewe kipande kimefika wapi? Kimefika shilingi 139.6. Kwa hiyo mfuko unazidi kupaa ukiangalia mwenendo wa ukuaji, kwa maana bei ya kipande mwenendo unakwenda juu. Tulianza shilingi 100 ukaendelea, mwaka jana mwezi wa 6 ndio hiyo ikafika 132, naona. Kwa hiyo ukilinganisha na mwaka uliokuwa umetangulia bado uliishia Juni 2024 ilikuwa ni 115. Sasa ukiangalia hii movement ni movement ya ukuaji wa zaidi ya 100%, unaona, kwa kila mwaka. Kwa hiyo ni ukuaji wa mkubwa kabisa kwa maana bei ya kipande. Labda tuende kwenye maeneo mengine ya kwa highlight ya ukuaji, labda tuende kwenye mapato, yaani tuangalie sasa mapato yamekuaje. Kwa hiyo tukiona mwanzoni tulipoanza miaka mitatu iliyopita, of course tunajua ilianza na zero. Kwa hiyo ikaendelea, lakini mwaka 2014 tulikuwa tayari kwa mwaka tuweze kupata bilioni 2.1 mwaka 2014, na mwaka huu ambao tunatoa taarifa ni bilioni 4.3. Kwa hiyo ukiangalia mwenendo ni kama umedouble hivi, kama umedouble. Yaani mwaka uliokuwa umetangulia tulipata bilioni 2.1 na mwaka uliofuata ambao ni umeisha Juni 2025 tulipata bilioni 4.3. Kwa hiyo ni ukuaji wa zaidi ya 100% kwa maana ya mapato. Mapato. Na mapato, nikisema mapato ni mapato halisi baada ya kuondoa matumizi. Unaona? Baada ya kuondoa matumizi. Mapato ghafi yanafika zaidi ya bilioni 5, lakini ukiondoa matumizi unakuja kupata 4.3 bilioni. Hiyo ni kwa mwaka ulioishia 2025 Juni. Na ukisambamba na hilo sasa tunatazama mwenendo wa ukuaji wa mfuko kama mfuko, yani size of the fund. Mtaona kwenye taarifa size ya fund imekuwa inakuwa kila mwaka tukitazama taona mwenendo huko sasa hivi imefika bilioni 44 kwa maana ya mwaka jana 2025, ingawaje sasa hivi ninavyoongea sasa hivi ni bilioni 61.5, lakini nikizungumzia mwaka huu ambao tunautolea taarifa ulikuwa bilioni 44 43.9, ni kama 44 bilioni. Lakini ukirudi nyuma, kumbuka tulianza 2023 Januari kuna sifuri pale, tulianza na bilioni zile initial offer ilikuwa bilioni 7 kama na nusu, lakini ukija sasa mwaka uliofuata kuendelea kufuata mwaka jana mfuko ulikuwa na bilioni, mwaka juzi mfuko ulikuwa na bilioni 33.8, na kienda mwaka uliofuata bilioni 38, maana zaidi ya bilioni 10 na kitu imekuwa kwa mwaka. Kwa hiyo huu ukuaji ambao unaendelea unaonyesha jinsi ambavyo mfuko kwa ujumla wake unakuwa kwa haraka. Na niseme kama mtakumbuka vizuri tulipozungumzia kwamba sera ya uwekezaji, ndio maana hakuna mahali tunasema umeshuka. Tumesema kipande kimeanza shilingi 100, sasa hivi 132 kwa mwaka jana, na sasa hivi ni 139. Hakuna mahali nimesema imeshuka kutoka asilimia hii kwenda hii au imeshuka hapa, sijasema. Kwa nini? Kwa sababu ya ile sera ya uwekezaji kwamba
tuwekeze maeneo ambayo yana uhakika wa mapato. Unaona? Na hiyo imezuiliwa kisera. Hiyo sio tu kwamba sababu sasa hivi labda Masawe iko pale itabaki hivyo kwa sababu yeye ndio anasimamia hivyo. Hapana, hiyo ni kisera, na hata akija mwingine lazima atafuata ile sera. Tofauti na hivyo, watapata maswali ambayo hata wanachama watamhoji, kwa nini umeenda kuwekeza kwenye maeneo ni hatarishi wakati sera imekataza. Na hiyo sera inapatikana kwenye trust deed. Hata kwenye website mkiangalia pale mtasoma pale mtaona. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo sasa mapato yetu yanakuwa na grow, kwa sababu tunawekeza sehemu ambazo tuna uhakika wa kupata mapato. Hata kama ni kidogo, lakini tuna uhakika wa kupata. Na overall utakuta mfuko unakwenda mbele, na tunatarajia utaendelea kukua hivyo hivyo kwa sababu ya hiyo sera. Kwa hiyo hiyo ndio eneo ambalo nitaka kusisitiza watu wasianze kufikiri sasa kuna mahali itashuka. Hiyo kushuka inaweza kashuka, lakini kushuka kwake ni kwa kuongezeka, yaani inaongezeka at a decreasing rate. Inaweza katokea hivyo. Kwa mfano labda masoko ya fedha yakianguka, sehemu zile ambazo tunawekeza, kwa mfano sio kuanguka kwa maana ya kuanguka kabisa, hapana, rate zile za coupon au interest zikipungua kidogo, zinapopungua kidogo zina affect na mfuko, lakini rate of decrease inakuwa proportionate na soko lenyewe. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo utakuta abruptly mfuko umeshuka wakati wenzako wanatengeneza faida. Hicho kitu hakiwezi kutokea. Ndio maana mtaona tangu tumeanza mpaka sasa tuna consistent growth, lakini pia tunatarajia going forward itakuwa inaendelea kukua kwa kiasi hicho. Kwa hiyo pale ambapo labda rate ya of return inapungua kidogo, lakini utakuta growth itaendelea kuwepo. Hilo ni eneo la mapato. Kwa hiyo kuna maboresho sasa ambayo ukiangalia sio maboresho, ukiangalia mapato ambayo tumekuwa tunapata ukilinganisha na soko, utaona mfuko wa faida umefanya vizuri. Na kufanya kwake vizuri, tunaangalia maeneo linganishi, ile dhamana linganishi na soko. Kwa hiyo sisi tuna compare uwekezaji wetu na maeneo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo sehemu ya kulinganisha, unalinganisha na mifuko inayofanana na mfuko wa faida. Mfuko wa faida ni jamii ya tuseme mifuko ya ukwasi. Kwenye textbook tunaita liquid fund. Bahati mbaya au kwa bahati nzuri, kuna mfuko pia unaitwa liquid fund, lakini hiyo ni jamii ya mifuko ya ukwasi, ni aina hiyo. Kwa hiyo faida fund ni sehemu ya mifuko, ni kama mfuko wa liquid, inafanana. Kwa hiyo mifuko ya kulinganisha ni kama hiyo. Alafu pia tunalinganisha na zile hati fungani za miaka 5, na kwenye soko kwa miaka tukitazama mwaka 2025 utaona viwango vya amana na pamoja na hizo hati fungani vinaanzia 3%. Mapato hayo au return on investment ya 3% mpaka 14% kwa mwaka. Hiyo ni mpaka kwenye hati za miaka 10, lakini miaka 5 ambayo tunalinganisha nayo inaishia 9.6. Kwa hiyo hakuna aliyeweza kwenye soko, hakuna aliyepata zaidi ya 9 kama aliwekeza kwenye hizo amana au hati fungani. Lakini mfuko wetu umefanya vizuri. Ukitazama kwa mwaka huu unaoishia 2025 ilikuwa zaidi ya 14%. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeenda juu ya soko lenyewe. Kwa hiyo mfuko ulifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo wale ambao wataangalia hiyo taarifa ya mwaka, tunaomba waangalie vizuri ili waweze kuona performance ya mfuko wetu. Alafu sehemu nyingine ambayo inabidi pia mtu aweze kuangalia kwenye taarifa yetu ni ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo ukuaji wa uchumi wa Tanzania ataangalia zaidi mfumuko wa bei. Utaona mfumuko wa bei unavyoathiri mapato yetu. Kwa hiyo mfumuko wa bei kwa kweli ulikuwa himilivu, na kwa sababu hiyo haikuathiri mapato yetu kwa namna yote. Kwa hiyo utakuta mfumuko wa bei ulikuwa kati ya ilikuwa around asilimia ulitoka 5%, 3.5 ukaongezeka kidogo mpaka 3.3 kutoka mwaka 2024 kwenda 2025. Lakini kwenye pato halisi la taifa iliongezeka kutoka 5.1 mpaka 1%. Kwa hiyo ni ukuaji wa pato la taifa ulikuwa kwa 1%. Kwa hiyo ile growth ya uchumi wa Tanzania pia inaakisi jinsi ambavyo pia mfuko wetu, sababu mfuko wetu pia unategemea uchumi wa nchi. Alafu kiangalia pia sekta ya mabenki kwa ujumla inaonyesha ukuaji. Ukuaji, na ukiangalia kwa mfano upande wa rasilimali za mabenki ilikuwa trilioni 65 kwenda trilioni 74. Kwa hiyo kulikuwa na zaidi ya trilioni, ukuaji wa zaidi ya
trilioni 10, na amana ziliongezeka kutoka bilioni 42 mpaka trilioni 48, na mikopo nayo iliongezeka kutoka trilioni 41 kwenda trilioni 47. Kwa hiyo kwa ujumla sekta ya mabenki ambayo sisi kwetu sisi ni muhimu sana sekta ya mabenki inapokuwa, kwa sababu tunategemea sana utendaji mzuri wa benki ili kuweza kuendesha mifuko hii, na mfuko wetu kama nilivyosema custodian wake ni benki ya CRDB, na sasa hivi pia tuna makusanyo kupitia benki zingine kama NMB. Sasa zinapofanya vizuri pia na sisi kwenye mifuko tunakuwa na matumaini mazuri. Kwa mfano pia mifumo yetu ya malipo ya uwekezaji, kwa mfano GPG imeunganishwa kwenye mabenki, alafu pia kama sasa hivi iwekeza nayo tunaunganisha kule. Kwa hiyo kunakuta transfer zinatoka kwenye kutoka Wizara ya Fedha kupitia mabenki. Kwa mabenki yanapofanya vizuri, na sisi tuna hiyo mifumo yetu inafanya vizuri. Kwa mfano Mastercard, Visa card zote zinaunganishwa na mfumo wa benki. Pia tukiangalia utendaji wa soko la mtaji, soko la mtaji na dhamana, hapa namaanisha utendaji wa hati fungani za benki zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania, alafu pia naangalia pia na natazama pia na soko la mtaji, kwa maana dhamana zilizosajiliwa pale CMSA. Ukiangalia kwa ujumla soko la dhamana za serikali ni grow. Ukiangalia kwa ujumla utaona kwa mfano mwaka 2025 zile dhamana za serikali ambazo zilizotolewa zilikuwa zaidi ya trilioni 7.14 kutoka trilioni 6. Kwa hiyo kuna growth kubwa hapo, hizo ndizo zilizotolewa, lakini ambazo zile zabuni ambazo zilitolewa, yani bids ambazo zilipokelewa na Benki Kuu, sasa angalia zilizo offered zilikuwa trilioni 7, lakini ambazo zilikuwa offered 10.8 billion. Kwa hiyo wewe unaweza 10.8 trillion toka trilioni 9.9 ambazo mwaka ulikuwa umetangulia. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo soko linakuwa, watu wanahamasika kwa kulielewa soko, kwa hiyo wanalitumia vizuri zaidi. Na hiyo sasa zile ambazo zilikuwa awarded, kwa maana ya zile ambazo zilikuwa offer successful bids, zilienda karibu ya trilioni 6. Kwa hiyo kuna mabadiliko kama 10% hivi kutoka ukilinganisha na mwaka uliokuwa umetangulia. Kwa hiyo chanzo ukiangalia sababu kubwa hasa ni kuhamasika kwa watu kuelewa matumizi ya soko la mtaji, kwa maana hasa soko la hati fungani. Kwa hiyo kumekuwa na watu wengi sana wanataka kuwekeza fedha kwenye hilo soko, na sio watu tu, hata mifuko hii sasa inawekeza sana kwenye hilo soko. Kwa hiyo kwetu ni alama ya kuonyesha kwamba soko limechangamka upande huo. Lakini hata ukiangalia pia kwenye rasilimali ambazo zimewekeza katika mifuko ya pamoja, na zenyewe ziligrow. Yani sasa tusitazame tu mfuko wa faida, tuangalie pia na mifuko mingine. Kwa mfano tunafahamu mifuko mingi inaendeshwa na taasisi ya TT. Kwa hiyo kwenye taarifa mtaona tumeweka statistics zinazoonyesha zaidi ya trilioni 3 karibu 4 mifuko hiyo ama kiasi hicho kinaendeshwa kinaendeshwa na mifuko ya TT. Kwa hiyo mifuko yote ile ni kama 3.2 trillion kutoka UTT peke yake, lakini ujumla kwa mifuko iliyokuwepo ni trilioni 3.3 kwa jumla yote. Lakini sasa kuna mifuko mipya imeingia sokoni. Mifuko iliyokuwepo kabla ilikuwa mifuko 10, hiyo ni mwaka 2014, lakini 2025 imeongezeka mifuko mingine 6. Kwa hiyo sasa hivi kuna mifuko 16. Hiyo nazungumzia mwaka 2025 Juni. Kwa hiyo kwa ujumla utakuta soko la uwekezaji wa pamoja lilikuwa kutoka trilioni 2.3 kwenda trilioni 3.3, zaidi ya trilioni nzima kwa growth. Kwa hiyo huu ukuaji unaonyesha soko letu la uwekezaji wa pamoja linakuwa kwa ujumla wake. Kwa hiyo of course, na ukiangalia market share basi utakuta bado UTT inamiliki zaidi ya 90% ya hilo soko, lakini hizi taasisi zingine kama sisi Watumishi Housing na wengine wapya ambao wameingia sokoni, Alpha Capital, kuna Sun Security na Orbit na Trust Finance yenyewe
wameleta mifuko zaidi ya 5 sasa hivi nadhani. Kwa hiyo tayari utakuta soko linakuwa, pamoja na kwamba bado inakuwa dominated na EQT, lakini tunaangalia na wengine pia, utakuta soko linakuwa. Kwa hiyo taarifa yetu ya mwaka inatusaidia sana kupata elimu ya mfuko wenyewe, taarifa za utendaji wake, ukuaji wa mfuko, na kuangalia pia uchumi pamoja na mifuko mingine ya aina hiyo ilivyo sokoni, na pia inatusaidia pia kuona zile changamoto ambazo tunakabiliana nazo zinajadiliwa na wawekezaji, na hapo hapo sasa tunatafuta njia za kutatua hayo matatizo. Na baada ya kusema hayo, basi kama swali zaidi nakaribisha. Hello? Naam, unanisikia? Mary, unanisikia? Hapo tunakusikia madam. Ulikuwa unaongea tulikuwa tukusikii. Mr. Masawe, unanisikia? Kama umemaliza Na kusikia vizuri tu. Umeshamaliza? Shamaliza. Aise, nimesikia mpaka mwisho. Ni hizi sekunde za mwisho ndo nilikuwa nimepoteza kidogo. Mimi niseme nimesikia kwa undani taarifa na maendeleo ya soko la mifuko ya uwekezaji kwa ujumla na performance in general. Kwa kweli niwape hongera na Asante. yes, niwape hongera sana, lakini pia na hongera kwa wawekezaji. Tuendelee kuwekeza kwa malengo. Sasa nataka tuingie kwenye maswali, sababu muda wetu umebaki kidogo. Tumalizie maswali haya machache yaliyopo ili tuweze kufunga, na kwa wale ambao watakuwa wamekosa, labda mmeingia mmechelewa, hii session itakuwepo kwenye YouTube na tutaweza kuendelea kujifunza. So kuna maswali manne ya mwisho kabisa, na kwanza, huyu wa kwanza anaitwa Andrew Kisanga, anauliza naomba kujua Faida Fund ina app? Alafu naomba uandike Mr. Masawe. Alafu swali la pili anauliza ukiunganisha akaunti na mfumo wa ESS inachukua muda gani kuwa effective kwenye salary slip yako? Alafu swali la tatu, naomba azungumzie kidogo mfuko wa real estate unavyofanya kazi, na je, kama umefunguliwa kwa wananchi kushiriki kama ilivyo Faida Fund. And then swali la mwisho, naomba kujua kama ina compound interest. Hii tulishajibu kwamba tayari kwamba mfuko una compound interest. Kwa hiyo naomba tusaidie kujibu haya maswali matatu kuhusu ESS na kuhusu app na kuhusu mfuko wa real estate. Wawekezaji wanaweza kushiriki? Karibu. Asante. Labda nianze na hili la app. App ipo, lakini inahitaji maboresho makubwa. Kwa hiyo ile app iliyopo pale, wale watu wenye simu za ambayo sio Android hawezi kuitumia, na pia kuna baadhi ya maboresho mengi sana yamefanyika kwenye mfumo mkubwa ule wa uendeshaji wa mfuko, kwa maana Fund Administration System, ambapo ile app ni kama imepitwa na wakati. Kwa hiyo maoni tumeyapokea kwenye AGM iliyopita, na sasa hivi tumeshaanza maboresho, lakini hayajakamilika. Kwa hiyo ile app iliyopo, baada ya muda si mrefu tutaiondoa, tulete app nyingine ambayo itakuwa ya kisasa zaidi, ambayo itakidhi mahitaji ya wawekezaji na zile functionality ambazo tumeziboresha ziweze kuwepo. Kwa hiyo app ipo, lakini kwa sasa tunawashauri watumiaji waende kwenye website pale kwenye FAS au kwenye Fund Administration System, kuna mahali kwa kuadi kwenye home screen, aitumie ile kama app, maana ina features zote kwa njia ile, mpaka hapo tutakapokuja na app nyingine. Ile iliyoko pale na features ambazo ni chache sana kulinganisha na mfumo wenyewe ulivyoboreshwa. Hilo la kwanza kwenye app. Sasa kwenye ESS, swali naulizwa kwamba inachukua muda gani iwekeza kupitia ESS mpaka ireflect kwenye salary slip yako.
Naam. Sasa tutazame mfumo wa mishahara serikalini. Tulichofanya sisi ni kuunganisha ule mfumo wa malipo mshahara wa kulipa mshahara serikalini na mfumo wa uendeshaji wa mfuko. Sasa tulichokifanya pale ni kitu gani? Tunachotaka ni mtumishi awekeze kupitia mshahara wake. Sasa mshahara unalipwa lini? Sasa hapa kuna tofauti. Mshahara unalipwa alafu makato yanalipwa pia. Makato ndio sehemu moja hapo ya makato ni haya ya kwenda kuwekeza. Kwa hiyo tuanzie na mshahara kwanza. Serikali priority inamlipa kwanza mtumishi kabla ya yale makato mengine yote. Na makato najua kuna makato yanaenda PSSF, kuna makato yanaenda NHIF, kuna makato yanaenda kwenye mabenki yale ambayo watu wamekopa alafu wanakatwa kwenye mshahara. Kwa hiyo itaenda kule na kulipia vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo kuna mambo mengi pale yanakatwa. Sasa tumeongeza hili la uwekezaji. Kwa hiyo yote kwa ujumla ni makato. Sawa. Tofauti tu ni uwekezaji huu unarudi kwa mkataji, yani ni uwekezaji wake. Mengine yote hela zikiondoka, kwa mfano hela za TRA zikikatwa pale zinaenda TRA. Hakuna mtu anauliza wala hataki kujua zimefika lini. Hela zikienda pension fund, mara nyingi watu hawaulizi hivi umeshapeleka zimefika, hakuna mtu anauliza. Chama cha wafanyakazi na yenyewe ni hivyo hivyo. Zikishakatwa wala hakuna mtu mwenye interest kwamba amepokea lini na imekuwaje. Sasa issue ni hela hizi za uwekezaji. Hizi kila mtu anaulizia. Sasa inakuwaje? Kwanza tuelewane kwamba kitu cha kwanza mtu anapata mshahara mara nyingi tarehe 25 instantly, lakini hapo TRA apelekewe hela zake, wala PPF apelekewe, na ni pension PSSF hawapelekewe hela zake, wala hao wa NHIF wala nani wala TRA, hakuna anayepelekewa hela tarehe 25, na including sasa mfuko wa faida na wenyewe haupelekewe hayo makato tarehe 25. Kwa hiyo shida ya kwanza inaanzia sio sisi tu, watu waelewe kwamba makato yanafanyika baada ya kulipa mshahara. Sasa kinachofanyika ni hiki. Sisi tumeshaingia mkataba na Wizara ya Fedha kwamba watupe priority kule kwenye makato yaje mapema kwetu. Kwa hiyo utakuta mwanzo, of course, mfumo ulipoanza kidogo umeanza kwa matatizo. Tunatambua hiyo changamoto iliyojitokeza, watu wakawa wanachelewa kupata vipande, kwa sababu hela zisipofika kwetu sisi tunashindwa kutoa vipande, kwa sababu kumbuke kwamba mfuko huu tunatoa vipande tu pale ambapo tumepokea fedha. Sasa mwanzoni kwetu tuna ucheleweshaji mkubwa uliojitokeza kwa sababu ya integration ya mifumo, kuna changamoto mbalimbali, lakini maboresho kama wengine wata appreciate kwamba kuanzia mwezi wa 12 na maboresho makubwa yamefanyika, mwezi wa 11 na kuelekea 12 na kwanza na maboresho makubwa yamefanyika kiasi kwamba sasa tunaanza kupata ile miamala ya fedha mapema zaidi. Kwa hiyo mwanzoni tulikuwa tunapata baada ya 30, sasa hivi tunaanza kupata kuanzia 27, 28. Kwa hiyo sasa hivi tunaanza kupata mapema zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata kama kuna uchelewa kidogo, ni siku moja, 2, 3 haitazidi hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba maboresho yale ambayo tulikuwa tunatarajia sasa yameanza kujitokeza, na hiyo azma yetu ni kwamba tungependa instantly mtu anapokatwa taarifa za makato zifike mapema na fedha zifike mapema ili tuweze kuweza kutoa vipande kwa mapema zaidi. Lakini hii njia tumeona inawasaidia wengi, na kwenye hili dirisha tayari wameingia zaidi ya watumishi 1200 tayari wameanza kukatwa na wanakatwa na fedha za kutosha zinakatwa kule kupitia hili dirisha, na wengi wanapata vipande mapema. Pale ambapo changamoto inatokea kidogo hapa na pale ni pale ambapo labda mfumo kuna tatizo kidogo, lakini tujaribu kuboresha ili kuhakikisha kwamba wanapata. Sasa kuonekana kwenye slip, mtumishi anapokuja kuprint slip yake kutoka kwenye ESS ataona makato yamekatwa, lakini kuna maboresho mengine tunayafanya ambayo bado hayajakamilika. Tunataka si tu kwenye slip, akifungua ile account yake pale pale kwenye ESS pale, akishaingia pale kwenye iwekeza kwenye my account au pale kwenye dashboard yake aone balance iliyoko kwenye fund administration system ya uwekezaji wake wote, sio tu kwa kupitia mshahara, hata kwa kupitia uwekezaji aliyopita benki akaweka kwenye simu kwenye nini, balance zake zionekane zikiwa updated pale. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya maboresho hayo ili aweze kupata balance zake akiwa pale pale kwenye ESS, hata kuwa na lazima ya kuingia kwenye mfumo ule wa fund administration system. Kwa hiyo tunafanya maboresho na tunaamini kwamba yakikamilika basi taarifa zitakuwa sahihi na zitakuwa updated kila siku tunapopitisha net asset value jioni, na kule kwenye ESS zina update. Sasa swali lingine ilikuwa ni kuhusu rate. Je,
mfuko huu wa REIT au Real Estate Investment Trust, niuelezee kidogo, lakini pia wananchi wanaruhusiwa na wenyewe kuwekeza kwenye mfuko huu. Sasa tutazame mfuko. Kama nilivyosema, huu mfuko zaidi ya 90% unawekeza kwenye real estate. Sasa real estate ni milki au ni ujenzi wa makazi. Sasa unapojenga nyumba, kwenye real estate kuna ujenzi wa nyumba, kuna nyumba nazo zinajengwa malengo mawili, aidha kupangisha au kuuza. Kwa hiyo sehemu kubwa ya nyumba tunazojenga tunauzia wananchi au kwa maana ya watumishi na wale ambao wanachangia kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Wananunua hizo nyumba na zingine wanazipangisha. Alafu kwenye real estate pia kuna kuwekeza kwenye land development, kwa maana ya viwanja ambavyo mtu badala ya kujenga wanaenda kujenga wenyewe. Kwa mfano nilikuwa na viwanja kule Usariva, tumevipima na watu wamevinunua, wanajijengea wenyewe. Kwa hiyo kuna haya maeneo matatu ambayo tunayaangalia kwenye real estate. Sasa kuna changamoto za uwekezaji kwenye kwanza. Real estate inaweza kaanguka ukajikuta fedha zako zimepotea au zimepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa kuanzia kwenye kuendesha mfuko huu tulisema ni taasisi tu ambazo zitawekeza kwenye mfuko kwa kuanzia. Kwa hiyo na taasisi zenyewe ni mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na NHIF na National Housing, ndio hao wamewekeza kwenye mifuko hii. Na tulizuia watu wengine kwa sababu kwanza lazima watu wanaotaka kuwekeza wawe wanaelewa na wawe na subira. Kwenye mfuko wa faida kwa mfano, tunasema ndani ya siku 90 unaweza kuchukua fedha zako. Unaweza kuchukua fedha muda wowote, ndani ya siku 3 kalipwa. Lakini kwenye real estate huwezi kuomba hela ndani ya siku 3 kalipwa, kwa sababu hiyo hela labda tunanunua kiwanja hatujajenga. Kwa hiyo ama hicho kiwanja kiuzwe au nyumba ijengwe na ipangishwe au iuzwe. Na kama ni ya kupangisha, unakusanya mapato kwa miaka labda 15 ndio upate hela zote za uwekezaji. Kwa hiyo kwenye eneo hilo, au tukiuza inaweza kuchukua miaka 2-3 mpaka uuze. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo ni wale ambao wanawekeza tu, ambao wana uwezo pia wa kusubiri kupata hiyo. Sasa kwa hiyo mfuko kama huu kidogo una changamoto hiyo, ndio maana unaona sasa hivi ni taasisi tu zinawekeza, lakini wananchi tunajaribu kuangalia uwezekano wa siku za mbele kutokana na jinsi elimu inavyozidi kukua na wale ambao wako tayari kuchukua riski. Ingawaje unapochukua riski, uzuri wa riski, unapochukua riski kubwa na mapato pia makubwa. Kuna the higher the risk, wanasema the higher the return. Kwa hiyo tunatarajia siku za mbele tubuni mfuko ama huu panua zaidi, au kuleta mfuko mwingine ambao wananchi wa kawaida au wengine wanaweza kuruhusiwa kuwekeza huku, lakini tutaweka bayana masharti ambayo tafuata. Hii bado tunalifanyia kazi ili siku za baadaye wale ambao wanaweza kutaka kuwekeza basi waweze kuwekeza kwenye real estate. Kuna mapato mazuri kwenye eneo hili, lakini lazima tutoe elimu ya kutosha kuhakikisha kwamba watu wanawekeza wakiwa wanajua hii ni long term investment, lakini pia ina riski zake na pia kuna return yake kubwa. Kwa hiyo kwenye haya yale ule wa interest, nafikiri swala la compounding interest nafikiri shaelezwa na host, lakini nieleze tu kitu kimoja kwenye compound interest. Tunaposema mtu anapata pato labda la 13% kwa mwaka, ni kwamba unapopata mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ile faida inajumlisha kwenye mtaji, unapata faida kama ni 13%, lakini based on mtaji ambao una faida ndani yake inaenda hivyo. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa, miaka 5, 10, utajikuta unapata mapato makubwa mpaka mwenyewe utakuwa unashangaa. Na kuna watu wanasemaga kwenye maajabu, basi compounding effect ni moja ya maajabu ambayo yako kwenye finance. Sawa, nadhani nimeweza kueleza maswali machache ambayo yameulizwa. Kama kuna swali lingine basi nitakuwa nimemaliza. Dada Fei, unanisikia? Asante sana, naona dada Fei ametoka. Mimi ni Mary. Okay. Yes. Mary. Yes, niko kwa niaba ya Madam Feiness.
Ndio. Naona kwenye chat hamna maswali mengine. Naona swali la mwisho Aha. lilikuwa ni hilo la real estate. Ile la compound ushajibiwa. Kwa hiyo Eh, nikushukuru sana, labda kama una nyongeza ya kuongezea before we ya end kuongezea up. basi ni Yes. nichukue fursa hii kwanza kuishukuru sana Personal Finance Hub kwa fursa hii ambayo ametupatia na Sorry, Mr. Hatukusikii vizuri. Kama unakatika shukuru katika. yenu ambayo mmeuliza yanatuboresha na kutupa Ulikuwa unakatika katika, samahani, ulikuwa unakatika katika kidogo.